Marekani imegoma kusaini mkataba wa madini na Ukraine ambao mara kadhaa rais wa Marekani Bwana Donald Trump alikuwa akitilia maanani juu ya suala hilo. Maafisa wakuu wa Marekani walikataa kutia saini mkataba wa madini na Ukraine wakati wa mazungumzo nchini Saudi Arabia mapema wiki hii. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ukraine ambavyo vimeeleza vikinukuu vyanzo vya ndani. Utawala wa Rais Donald Trump unautazama mkataba uliopendekezwa kama njia ya kurejesha fedha za Marekani zilizotumika katika mzozo wa Ukraine. Rasimu ya sasa inalenga kuunda mfuko wa uwekezaji wa pamoja kwa ajili ya unyonyaji wa muda mrefu wa hidrokarboni za Ukraine, madini adimu duniani na rasilimali nyingine muhimu. Mazungumzo ya pande mbili huko Jeddah siku ya Jumanne yaliashiria jaribio la tatu la kukamilisha mpango huo, lakini mpango huo ulishindikana kwa mara nyingine tena. Na hii ni kutokana na kile ambacho Marekani inadai kwamba haikuwa tayari kutokana na namna mkataba huo jinsi ulivyo. Kulingana na vyanzo vilivyotajwa na RBK, moja kati ya mashirika ya habari nchini Ukraine, pamoja na shirika la habari la Sputnik, siku ya Alhamisi, maafisa wa Marekani waliamua kusitisha kutiwa saini kwa makubaliano hayo ili kuruhusu marekebisho yanayowezekana kwa rasimu ya sasa. Kufuatia mazungumzo hayo, taarifa ya pamoja ilitangaza kwamba Marekani na Ukraine zilikubaliana kuhitimisha haraka iwezekanavyo makubaliano ya kuendeleza rasilimali muhimu za madini za Ukraine. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amesema Kiev iko tayari kusaini mkataba huo wakati wowote na muundo wowote unaofaa. Mpango huo hapo awali ulipendekezwa na Zelensky katika mpango wake wa ushindi uliowasilishwa mwaka uliopita kabla ya uchaguzi wa rais wa Marekani. Kiev ililenga kuhamasisha uungwaji mkono unaoendelea wa Marekani dhidi ya Urusi kwa kutoa ufikiaji wa upendeleo kwa maliasili zake. Hata hivyo, maliasili nyingi ama madini adimu mengi yapo katika maeneo ya Luhansk pamoja na Donetsk, maeneo ambayo yapo chini ya mamlaka ya Urusi. Wanaounga mkono wanadai kuwa Ukraine ina madini yenye thamani ya trilioni za dola, huku wakosoaji wakisisitiza kuwa idadi hiyo imeongezeka kwa kiasi kikubwa kutegemea makadirio ya kizamani ya amana na kupuuza gharama za uchimbaji pamoja na udhibiti wa Urusi kwenye tovuti nyingi zinazodaiwa Ukraine. Jaribio la kwanza linalofanikiwa la kukamilisha makubaliano ya madini lilitokea katikati ya Februari wakati waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alipotembelea Kiev. Trump alimshutumu Zelensky kwa kuvunja makubaliano naye na kumtendea mjumbe wake kiungwana. Toleo lililorekebishwa la pendekezo hilo lilipangwa kutiwa saini wakati wa ziara ya Zelensky huko Washington mnamo Februari 28. Hata hivyo, lilikatizwa baada ya Zelensky kuhoji hadharani mbinu ya kidiplomasia ya Trump kwa Urusi na mzozo wa Ukraine. Baada ya mazungumzo ya wiki hii, Marekani ilianza tena usambazaji wa silaha na ushirikiano wa kijasusi na Kiev kwa ajili ya serikali ya Zelensky kukubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 na Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameunga mkono wazo la kusitisha mapigano, lakini si kwa muda mfupi wa siku 30 kama ilivyoelezwa, ikitegemea Ukraine kutotumia pendekezo la kusimamishwa mapigano na kupanga upya zaidi vikosi vyake. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.